السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Naam ndugu zangu Islam, hiki ni kipindi ambacho ni kipya katika channel zetu za Kisalafi za Wajawema Online TV. Ni kipindi ambacho kinakuja kwa anwani ya ifadatul qarib wal ba'id, kwa maana ya kwamba kumpa faida iliyoko mbali, kumpa faida iliyoko karibu na iliyoko mbali. Kipindi hiki kitakuwa ni maalum kwa ajili ya Sheikh wetu mlezi Abu Abdul Qadir Abdul Rauf Al-Munawi, ambacho kitakuwa kinaendelea hapa katika channel yetu ya Wajawema Online TV pamoja na channel ya Al-Muzan Online TV. Kwa hiyo kipindi hiki kitakuwa kinahusiana na kumuuliza maswali Sheikh ambayo sisi tulikuwa tunamletea hapa na ataifafanua. Na leo moja kwa moja tutakuwa tuna mada ambayo alizungumzia katika hutuba ya Eid al-Adha, ambayo ilikuwa inagusia masuala mazima ya amani. Na moja kwa moja hapa tutakuwa na mimi Abu Khuzaima nikiwa na mwenzangu hapa. Naam Abdurrahman Abu Talha. Aywan. Sasa kabla hatujamuuliza, hatujaanza mlango wa maswali kwa Sheikh, mada hii itakuwa inagusia kunako kulinda amani, na hizi ni nasaha ambazo ni ama kwa waumini wote Waislamu, hata sio kwa Waislamu, kwa sababu masala ambayo tulikuwa yanahusiana na amani, pia na kwa baadhi ya nasiha kwa masheikh wa Tanzania na nje ya Tanzania kiujumla. Na mlango huu wa maswali atakuwa nao ndugu yangu hapa Abdurrahman. Aywan. Na kwa ambao kidogo hawamjui, labda ni mara yake ya kwanza katika kipindi hiki, kidogo tumombe Sheikh ajitambulishe kwa ambao hawamjui. Naam Sheikh. Naam. Mimi kwa jina naitwa Abdul Rauf Abdullah Uthman. Naam, Ajimbo maarufu Al-Munawi. Naam. Na moja kwa moja maiki yangu nisogeze kwa ndugu yangu hapa Abdurrahman, ambaye mlango huu wa maswali utakuwa ni wa kwake. Kwa hiyo uweka hapo usikilize, na hii inakuwa ni faida ambayo inawaenea watu wote kwa ujumla. Kwa hiyo karibu sana katika kipindi hiki cha ifadatul qarib wal ba'id, kumpa faida mtu ambaye ni wa karibu na aliyoko mbali. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu amma ba'd. Kwa utangulizi uliotangulia hapa kwa ndugu yangu Abu Khuzaima, mimi naomba niingie moja kwa moja katika maswali ambayo tulikusudia kumuuliza Sheikh wetu. Naam Sheikh. Naam. Kwa hutuba ambayo tulisikiliza ya Eid ambayo ulitoa katika uwanja wa Karume siku 3 nyuma takriban zilizopita, ulizungumzia kuhusiana na amani. Katika hutuba yako ya Eid usisitiza sana umuhimu wa kulinda amani nchini. Ni ujumbe gani mahususi ambao ulikusudia kuwafikishia Watanzania na wananchi na waumini kwa ujumla kuhusu kudumisha amani? Naam Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Katika hutuba ya Eid tulizungumzia amani, lakini pia tulizungumzia masuala mengine kama kuwakilimu masheikhi na maustadhi, na vile kuheshimu wakubwa na kuwakilimu pia wakubwa. Lakini tulikazia sana katika masuala ya amani kutokana na baadhi ya viashiria vya maneno ambavyo vipo kwa baadhi ya watu ambavyo vinaweza kusababisha uvunjifu wa amani. Kwa hiyo tuliweza kuelezea baadhi ya vitu kama vile kuombea dua watawala, kwa sababu imekithiri sana watu kuwatukana watawala, na tunalifanya hili ili watu wasije wakadhani kwamba manhaj iliyokuwa nzuri ni watu kuwatukana watawala. Abadan. Wali as-sabiquna al-awwalun min ahli al-akhyar, wale waliotangulia katika watu wa kheri
walikuwa wanakataza kabisa masala kama haya kutokana na watawala. Kwa hiyo lengo langu kubwa ilikuwa ni lengo langu kubwa ni kama nilivyosema, kama nilivyosikia katika ile hotuba, lakini pia kiufupi ni kwamba kila maneno na kila vitendo na kila viashiria ambavyo vinaweza kusababisha uvunjifu wa amani, watu inabidi wajiweke mbali navyo. Kwa mfano mathalan, mtu anaweza kuzungumza neno ambalo neno hilo linaweza kusababisha fitna, na wanaokaita waandishi wa habari mathalan katika mitandao yote au baadhi ya mitandao, yani baadhi ya vituo vya habari. Kwa mfano kaingia kwenye kituo fulani cha habari kuzungumza au karekodi au kadha na kadha, ukazungumza neno tena likawa inawezekana ni neno moja ikasababisha machafuko makubwa ambayo inawezekana kuja kuyaondoa ni baada ya miaka mingi. Hayo ndio ilikuwa makusudi yangu, kwamba watu wote wajitahidi kila jambo ambalo linaweza kusababisha kuondoa amani, basi hiyo jambo wajiweke mbali nalo. Naam. Aiyo. Sawa. Ukisema kuna kujazia katika hii point. Katika hili sidhani, kwa sababu ni maneno ambayo ni wazi, yako sawa kabisa, yapo wazi. Na labda kama kuna kuendelea kwako, mimi naona liko wazi, ina haja ya kuongezea, bali tukiongeza tunaweza tukaribu kabisa kabisa. Naam Sheikh, nafasi gani ambayo wanayo viongozi wa dini katika kuzungumzia amani na kuhamasisha katika suala zima la amani katika nchi? Taban watu wa dini, yani kwa maana wale rijalu dini, kwa mfano kama vile kwa upande wetu sisi Waislamu, mashaikh na maustadhi na kadha, na watu wengine ambao wanasikilizwa. Yani kwa mfano mtu akawa kuna watu ambao wanamsikiliza, na sasa hivi kuna lugha ambazo hata sasa hivi zimeingia hata kwa upande wa watu wa dini, yani mashaikh au kadha. Utakuta kwamba sheikh naye anasema kwamba ana mashabiki. Nadhani mshasikia hizo habari kwamba kabisa. Sasa insaha tabiru bidhalika kwamba kuna watu wanaitwa mashabiki, kwamba wale mashaikh wana nafasi, au wale watu ambao wana mashabiki zao wana nafasi ya kuweza kuasisitiza wale ambao wanawashabikia kuhusiana na swala la kulinda amani na kupitia katika zile njia. Kwa mfano katika sisi Waislamu, Qur'an iko wazi, na jina la Uislamu liko wazi. Jina la Uislamu al-Islam huwa salam wal aman. Uislamu ni utulivu na ni amani. Uislamu uko wazi kabisa. Dalili katika Qur'an ziko wazi, katika sunna za Mtume mafundisho yake ziko wazi, na maneno ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ni wanafunzi wake yako wazi kuhusiana na swala la taratibu na njia na sababu za kuweza kuilinda amani, kama ni jambo la wajibu. Kwa hiyo kwa upande wa Uislamu, kwamba Muislamu yeye hana khiari kusema kwamba alinde amani au asilinde, yeye hana khiari. Kwa sababu hii ni amri ya Allah na ni amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni mwenendo wa salafu salih wao waliotangulia. Na katika amri ya Allah na amri ya Mtume, Uislamu hauna khiari. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القرآن كشاسما كذا na mtume akishasema kadha, hii inakuwa ni wajibu watu kutekeleza. Naam, bila shaka maelezo ya shehe wazi kabisa. Sana. Kwa sababu sawa. Ndio kama kuna sehemu. Hapana, kwa sababu kama ni waumini au wananchi wachukue hizi nasaha, kwa sababu ni nasaha ambazo ni za maisha yetu hizi. Hasa katika sababu kivuruga amani, vuruga maisha. Hasa kipindi hiki cha
cha mvurugano huu, uchaguzi hivi na hivi. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kuzifanyia kazi hizi amani kabisa. Mimi naomba niendelee hapa Sheikh wangu. Ndio. Point nyingine nasema ni changamoto zipi kuwa unazoziona kuwa tishio katika nchi yetu na unazizungumzia vipi? Naam. Changamoto ni yale kwa maana kuna zile njia za kuhifadhi amani, na changamoto ni wale ni watu kufanya kinyume cha njia hizo. Yani kuna asbabu hifdhi al-amn, sababu za kuhifadhi amani. Ndio. Na kuna vile vizuizi vya kuhifadhi amani, vizuizi. Sawa. Zile mawani. Sasa watu wanapokuwa wamefanya vile vizuizi wakaviendea, ni njia miongoni mwa njia za kuhifadhi amani. Kwa mfano, mathalan ukisoma katika historia, kuna mji mmoja siutaji kwa lengo la kwa masuala fulani makubwa. Ndio. Kuna mji mmoja watu walitoka, yani wale watu ambao ni wakubwa katika makabila, wale viongozi wa makabila, sawa, wale wakubwa katika makabila, na wale watu ambao walikuwa wanasikilizwa, sawa, na baadhi ya watu ambao walikuwa wakiwaongoza watu katika dini, wakatoka akasema twende tukamtembelee mtawala. Sawa, wakasema twende tukamtembelee mtawala. Wakachomoka pale watu kadhaa kwa idadi yao, wakaenda kwa yule mtawala. Sawa. Wakafika kwa yule mtawala, wakakaa kwa siku kadhaa, akawapokea vizuri, akawakirimu. Sawa. Wakaishi pale katika makao makuu yake. Kisha baadaye wakawa wamerudi katika mji wao. Waliporudi, wale wafasi wao, kwa lugha sasa wanasema washabiki, ndio wale wafasi wao waliokuwa wanawaongoza na kuwasikiliza, wakauliza vipi, mmekuta nini? Kilichopo lao kama angechukua ule mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliotuelekeza namna ya kuamiliana na viongozi na hawa watawala, yasingetokea machafuko. Lakini wao wakisema, walisema uongo. Walisema kwamba mtawala tumekuta yeye anafanya dhulma, anakunywa pombe mpaka yani anapitiliza, tapeli, muongo, yani zile sifa mbaya zote wakawa wamempatia mtawala. Kwa lugha ya kisasa anapiga. Sasa yale maneno yakaenea kwa watu katika ule mji. Yalipoenea, watu wakakariri, wakakubaliana kwamba bora kwa mtawala mwenye sifa kama hizi za dhuluma na upigaji na haya yote ambayo yalitajwa ambayo ni mabaya, bora sisi hawezi kuwa mtawala wetu sisi. Bora sisi tujiondoe katika utawala. Tujitoe kabisa. Kwa maana kwa lugha kidio wakasema tufanye khuruj. Al-khuruj ala al-hakim. Sasa kilichofanyika, kweli wakawa wamefanya khuruj. Wakasema sisi kuanzia sasa mtawala hatupo chini ya utawala, yani wakafanya uasi. Wanachuoni wale ambao walikuwa hawajaenda au baadhi yao wakawataka ushahidi wa hayo, kama mtupatie ushahidi. Mnasema ushahidi wa haya kama yani anakunywa pombe, ni mlevi, sawa, ndio anapiga, mnaweza mkatupatia ushahidi hawakuwa nao. Walikuwa wakatangaza kwamba wao hawako chini ya yule mtawala wa nchi hiyo ambao nimesema sihitaji. Naam. Na mji huu ambao nimesema kwamba sihitaji kabisa. Sasa kilichotokea shehe, yule mtawala akatuma majeshi awarejeshe katika utifu wake. Ile jeshi likafika pale, kabla ya kupigana likatangaza kwamba jamani, yoyote ambaye ana kero kwa mtawala wake, ana mushkila kwa mtawala wake, aje ataje. Turekebishe. Ndio. Tengeneze hapa. Kwa sababu wale watu ambao wametoka, hakuna mtu mwenye ushahidi hata huyo mmoja. Na wale viongozi waliosema, wao kwanza viongozi walionukuu kwa nukulia watu hawana ushahidi,
na wale watu waliopokea pia nao hawana ushahidi. Kwa hiyo hakuwa na mtu ambaye ana ushahidi katika hilo. Kwa wale watu wakapa siku kama 3 hivi, kwamba kila mmoja au asharudi katika utiifu wa mtawala. Watu wakagoma. Ilitokea vita kubwa, watu waliuawa, wazee, wanawake, watoto. Lakini wale viongozi wengine, mashehe wengine na viongozi wengine wa dini waliwakataza watu kwamba jamani msifanye hivyo, hawakuwasikiliza. Kilichotokea ile fitna kani kubwa ambayo ilidumu muda mrefu. Si hilo tu, yani hilo ni la kwanza hilo lilitokea. Sasa matukio kama haya ni mengi mno, yani matukio kama haya mfano wa hili ambao nimeitaja shekhi ni mengi mno, yani hatuwezi kuhesabu katika historia. Hiki kitabu hiki ambacho ninacho kinaitwa Madarikun Nazar fi siyasati baina at-tatbiqi ash-shar'iyya wal infi'alat al-hamasiyya. Naam. Sawa? Naam. Sheikh huyu aliandika kitabu hichi. Sawa? Hiki ni Sheikh wa Algeria. Sawa? Na hiki kitabu hiki utangulizi aliyekiwekea utangulizi ni al-Allama Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Na vile Sheikh Abdul Muhsin Abadi na vile amekiwekea takadimu hiki kitabu ambacho kimeandikwa na Sheikh Abdul Malik Ramadhani, ni katika maulama wa Jazairi au ni katika masheikh wa Jazairi. Kitabu hiki kinaelezea namna fitna ya Jazairi ilivyoanza. Ndio. Ilianza hivi katika mambo ya kudai haki. Naam. Hii nchi ambayo nimewatajia ambayo sijaitaja, hii wao walikuwa wanamsema mtawala kwamba anapiga na kadha, mambo ambayo yanatokea katika nchi zetu. Naam. Na hiki hapa Sheikh anaelezea nchi yake ilipoingia katika machafuko. Vita ilidumu muda mrefu, takriban miaka 10 au zaidi ya miaka 9. Sawa? Watu walikuwa wanataka haki zao za msingi. Wakaona kwamba bora haki kuliko amani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia amani ibaki hata kama haki zenu zinapotea baadhi ya haki zenu. Akasema wa in daraba dhahrak, hata kama mtawala atakupiga, wa akhadha malak, na akachukua mali yako, akasema isma' lahu wa ati', msikilize na umtii. Sawa? Sasa hili swala lilitokea. Sasa hili lilitokea kwa sababu ya hiyo, kwamba watu waliona kwamba bora haki kuliko amani. Na haya mambo yanatokea pia hata Tanzania. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba bora tukinukishe ndio kitaeleweka. Itokee siku tupigane sisi kwa sisi. Lakini wangeangalia Kongo, kwa sababu Kongo ni nchi ambayo karibu na sisi. Karibu sawa. Si ndivyo? Ndio, karibu. Ndio Kongo. Angalia Somalia. Angalia Rwanda ile ikitokea miaka hiyo ya 90. Vita ilidumu muda mrefu Rwanda. Ilikuwa ni vita ya kikabila. Burundi. Mpaka sasa hivi Burundi haijatulia vizuri, yani Burundi. Kuna bado kuna mauzauza fulani mengi ambayo yanatokea. Kweli. Naona hapo. Lakini sababu yake ni nini? Ni vile vyanzo vya wale wa mwanzo. Vile vyanzo vya uvunjifu wa amani ambavyo walivifanya watu wa mwanzo. Al-asabiyya. Kabila kutanguliza haki juu ya amani na mambo mengine. Lakini si hivyo tu, kuna hawa wanaharakati wa ndani na wa nje. Wanaharakati wa ndani na nje. Nchi ya Jazairi imeharibiwa na wanaharakati wa ndani na wanaharakati wa nje. Nchi ya Libya imeharibiwa na wanaharakati wa ndani na wanaharakati wa nje. Tumeona hapo? Ndio. Sitaki ni wataje. Unaona hapo? Lakini ilikuwa ni wanaharakati wa ndani na wanaharakati wa nje. Nchi ya Libya. Libya watu walikuwa wanaishi vizuri. Mimi Saudia nimesoma na wa Libya. Ndio. Kabla ya vita
iliyotokea kumuondoa Gaddafi ambayo ilisababisha Gaddafi akafa. Naam. Al-Ma'mar al-Qaddafi, kabla ya kufa wale watu wa Libya, wanafunzi wa Libya walikuwa wao na wale wanafunzi ambao wanatokea zile falme za Kiarabu, ambao wanatokea labda Omani, wanatokea Imarati, wanatokea Bahrain, wanatokea Qatar, hizi nchi za falme za Kiarabu hizi. Naam. Naona? Ndio. Hizi nchi za Khalid al-Arabia. Sawa? Walikuwa hawana tofauti nao, hata mavazi yao. Ni watu ambao walikuwa wanaishi, yani kwa maana wanaishi maisha ya juu, wana magari. Sisi tunatembea na mguu au tunapanda zile taxi au zile an-naql al-jama'i, zile basi ambazo zinabeba watu wote kwa pamoja kama daladala nini. Wao walikuwa na magari yao, wananunua gari. Mtu akiingia mwaka wa kwanza akikaa kidogo tu amenunua gari. Ni pesa katumiwa kwenye nchi yake. Pesa ya kutosha. Hii inaonyesha namna ilivyokuwa. Namna Libya ilivyokuwa. Kwa maana watu walikuwa wanajaliwa na serikali yao. Kabisa. Lakini sasa wakatokea watu wakamwambia kwamba hizo haki hazitoshi. Wakati yale maandamano yanatokea ya Libya, ambao wao walianza kwamba ni maandamano ya amani, wakasema sisi kadha na kadha, lakini maandamano moja kwa moja ambao yanaenda kumwangusha mtawala. Baadhi ya wanafunzi walisema bwana, jamani, kweli kuna baadhi ya mambo lakini mazuri ni mengi. Na haya mazuri yataenda kuisha. Ndio haya tunaona Libya. Na wao sasa hivi wanatamani wapate ile maisha ya zamani, lakini watayapata wapi? Hawakutambua. Washaribu. Sasa hata sisi Tanzania hivyo hivyo. Hata kama ni masuala ya umaskini, unaona kuna nchi nyingi tu Afrika na nyingine haziko Afrika tunazidi kiuchumi. Kabisa. Ndio kabisa. Zipo nyingi. Unaangalia kabisa kwenye TV au kwenye kadha, unatazama unaona kwamba hii hapa tunazidi. Hapana. Zipo nchi nyingi ambazo tunazidi hata si Tanzania. Kweli. Unaona? Lakini ala kulli ya wapo yote atakayokuwepo, haya mambo ya wanaharakati wa nje na wa ndani, watu wasije wakasikiliza wanaharakati. Wale wanakuwa na mafungamano ya nje. Ndio Sheikh ameelezea kwenye hicho kitabu kwamba wale wanaharakati waliokuwa wanashawishi baada ya kutokea vita Algeria hawakuonekana. Walikuwa tayari wana visa zao na tiketi zao. Hao wengi walielekea Ufaransa. Kwa hiyo wao wakawa hawakuonekana tena. Walikuja kuonekana baada ya nini? Baada ya amani. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Kinachotokea wao wanakuwa wamekaa kwenye TV. Wanaangalia kinachoendelea. Wakati huo nyinyi wanyonge ambao hamna uwezo wa kwenda hata zile balozi au hamjai kufikiria hao. Nyinyi ndio mnakuwa mnapata matatizo. Kabisa. Kwa sababu unakuta kwamba kwa mfano kama Aljazairi, shida ilikuja kujitokeza. Ilikuwa ni kubwa. Wale waliokuwa zidi ya serikali ambao walikuwa wameshika silaha. Wale walikuwa hawana alama. Na watu wa serikali pia, wale maaskari ambao walikuwa wanapigana kwamba lazima amani irudi. Ndio. Na wao pia walikuwa hawana alama. Ndio tatizo hilo. Kwa tatizo lilijitokeza pale, walikuwa wanakuja kwa mfano. Wanauliza, wanakuja kwa mfano mkuta tumekaa msikitini au tumekaa kwenye vijiwe au tumekaa wapi? Wanasema nyinyi mko upande wa serikali au mko upande upande wa pili? Upande mwingine ambao wanakusudia sio upande wao wenyewe. Hawasemi hivyo. Yaani wao wenyewe wanakusudia hivyo kwamba watu wale maaskari wale wakija, wale maaskari ambao wako chini ya serikali, wanajeshi. Wakija wanauliza, wanatukuta sisi kwenye vijiwe. Wanatuuliza hivi, mko upande wa serikali au mko upande wale makhawariji? Sawa. Majawabu yote ni machungu kwa sababu hujui anayekuuliza ni nani. Ndio. Na watu wote wanafanana. Ukisema niko upande wa serikali, inawezekana una wajibu ni wale makhawariji. Ni wale waasi wenyewe. Kwa hiyo wale wanakuwa. Ukisema kama sisi hatuko upande wa serikali, inawezekana una wajibu waasi. Ukisema kama niko upande wa serikali, inawezekana wale una wajibu ni waasi. Ukisema siko upande wa serikali, inawezekana una wajibu ni serikali. Wana Sheikh,
Kuna kijana mmoja nimesoma naye alikuwa anaitwa Abdul Majid. Ndugu zake wote waliuawa, alikuwa hana ndugu. Alikuwa hana ndugu. Ina maana yeye kwa sababu pale Madina alikuwa na familia yake, yani kwa maana na mtoto wake, watoto zake na wake zake na mke wake. Tabaan alikuwa na mke mmoja kipindi hicho. Ndugu zake ni upande wa mwanamke. Ama kwa upande wake baba, mama, sawa? Baba, mama, mjomba, sawa? Baba mkubwa, baba mdogo, wote kaka zake wadogo na wote waliuawa. Yaani hakuna aliyebakia katika familia yake, wote walikufa. Akabakia yeye peke yake. Kwa maana yeye ndugu zake ilikuwa ni upande wa mke wake. Yaani ndugu zake upande wa mama na upande wa baba wote waliuawa. Yeye akabaki peke yake, ndiye aliyebakia. Naona hapo. Sasa haya mambo watu wasije kadhani kwamba ni mambo kama ni mchezo, hapana. Hawa nakati wanakuwa wanalingania na wanatoa fatwa. Ima wandani wanakuwa na tayari wana tiketi zao na visa zao, na wanje hakuna kinacho wadhuru kabisa. Sasa angalia sasa kilichotokea. Wale wanaharakati wa nje baada ya zile fatwa zao na ule uchochezi wao, baada ya kuwa vita sasa imenoga, watu wanauawa, wakajifanya kwamba wao hawakushiriki. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa mitandao. Hii mitandao inakuwa inahifadhi sauti za watu. Inakuwa inahifadhi sauti na mtu yale aliyokuwa anayasema anaonekana, zikaja zikawaumbua. Kwa hiyo unakuta mtu ana ndimi mbili. Ana ulimi wa kuchochea na ana ulimi wa kulaumu. Kama kwa nini nyinyi watu wa Algeria mliharibu amani yenu wenyewe kwa wenyewe? Waliharibu au wewe mwenyewe ndio ulichochea? Naona hapo. Kwa ndio hiyo katika miongoni mwa njia za kuhifadhi amani. Tuwaidhike na wengine. kabisa. Tuwaidhike na wengine. Sio swala dogo. Kuna habari ambazo huwa zinatujia. Yaani habari zinakuja, mnaweza mkapewa habari ya kuogopesha. Kwa katika nchi yenu kuna kadhaa. Bwana Ikulu kuna hivi. Bwana kadha na kadha, kuna kadha na kadha. Bwana kuna mambo ambayo yanaogopesha. Sasa sisi Uislamu umetoa dawa. Ndio. Kwenye Qur'ani kuna dawa. Ndio. Na huo ndio ubora wa Uislamu. Na ndio uzuri wa Uislamu. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza zinapokuja habari katika nchi tufanyeje. Sawa hizo habari ni za furaha au hizo habari ni za kutuogopesha. Kuna watu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ikiwajia habari wanaieneza. Sawa hiyo ni habari ya furaha au ni habari ya kuogopesha watu. Kama labda itaondoa amani au itaondoa kadha, italeta vita, walikuwa wanaeneza kabla ya kuipeleka sehemu husika. Allah kawalaumu kwamba hicho kitendo mnachokifanya sio sawa. Idha jaahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi. Sawa? Inapowajia habari kuhusiana labda ambayo inawapa furaha au inawaogopesha au kadha, ni habari ambayo labda wanahisi wataingia katika hofu, katika matatizo, au ni habari ambayo inawapa furaha, ni katika amani, utakuta wanaieneza. Allah kawalaumu kwa sababu ya kueneza habari. Lakini akamwambia walau radduhu ila rasul, lau kama hiyo habari walioipata wangeirejesha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ni kiongozi, au ila ulil amri minhum, au wakairejesha kwa wasimamizi wao ambao ni watawala au wanavioni kama masheikhi. Sawa? Wakairejesha kwa viongozi, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangejua yale ambao wanayastambit kwamba ni jambo gani ambalo linachukuliwa katika hiyo habari au kadha na kadha, wangepeka sehemu usiku. Kwa maana Allah akatuamrisha kwamba ni taratibu inapokuwa imekuja habari, ima hiyo ni habari ya furaha au hiyo ni habari ya kutuogopesha kwamba hapa sasa tutaingia kwenye matatizo.
Sawa? Kuna habari nyingi ambazo zinakuja. Kama habari bwana serikali imefanya hivi, habari kwamba kadha na kadha, habari kwamba hivi na nini, habari kwamba kitokea. Mifano ni mingi. Sitaki nitaje mifano. Sasa watu wanaingia uoga. Sasa itakuwaje sasa? Hapa katikati leo kutokea habari kwamba mtakuja kuuza nini? Nchi itakuja kuuzwa. Sasa ni habari ya kuogopesha. Sasa hii habari inabidi irejeshwe wapi? Kuna maeneo husika ya kwenda kuuliza kama sasa tunafanyaje? Sasa utakuta sisi kwa sababu sote tumekuwa kama vile wananchi wote tumekuwa kama vile ni waandishi sasa. Kila mmoja anakuwa na au wengi wao utakuta atakuwa na nini? Ana account ya Facebook au kadha na kadha anaeneza. Kwani imesemekana kama nchi itauzwa. Sasa itakuwa tenda wapi sasa kiuzo? Hao ndio tunakuwa watumwa. Hakuna maeneo ya kwenda kuuliza. Kwamba hii habari chanzo chake imetoka wapi? Sahihi wote. Naona hapo. Ukiachana na mambo kwamba Uislamu unatuambia at-tathabbut bil khabar. Hilo ni jambo jingine. Injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu ay fatathabbatu. Ikiwajieni habari tafuteni uthibitisho wake. Hilo ni jambo. Lakini kuna kule kwamba ile habari sasa imeenea au imekuja. Unaieneza au unatakiwa ifanyeje? Inatakiwa ipeleke pahala husika. Ili wale wahusika wa jambo hilo waweze kujua kwamba watakutolea ufumbuzi wa habari hiyo, kama ni habari ya kweli au ni habari ya uongo au ni ya kweli lakini ufahamu wake ni huu na huu na huu. Hii ni miongoni mwa kuhifadhi amani. Kabisa. Lakini leo kama utasikia si nani habari imetoka kwenye nchi fulani, hii imetoka si kwa nani fulani, si kadha na kadha. Hii kadha, mtaenda baadaye mtafikia katika sehemu mtasema kama tumechoka, na baadaye mtakuja kuivunja amani yenu. Na wale wachochea kama wako nje hamtu waona kushirikiana na nyinyi kwenye matatizo, na kama wako ndani watakukimbieni. Tumeelewana mashaka wangu hapa. Kwa hivi haya ni mambo ambayo tunatakiwa tupambane nayo, tuyafanye. Kwa nini? Ili asije katika nini? Katika matatizo. Nadhani nimeleka vizuri hiyo swali. Hiyo iko sahihi kabisa. Na vipi ndugu yangu hapo? Una ziada labda? Hamna ziada. Hiyo iko sawa kabisa. Cha msingi hapa ni kuendelea kuwapa hamasa wananchi. Wenyewe waamini hasa ambao kidogo wana vituo vyao, masheikh. Sababu watu ambao wanaishi nao ni wananchi ambao wako katika mitaa huko. Sababu kuna baadhi ya watu ambao wanapandikiza zile njama za chini hivyo. Hivyo mambo yanaenea. Na kama Sheikh alivyozungumza hapo katika miongoni mwa namna za kuhifadhi amani. Ndio. Kwa kikubwa ni kufanyia kazi na kujitahidi kuhifadhi amani. Kisha tuendelee. Okay, kabla ya kuendelea kwanza tuwasikize kwanza wadhamini wetu. Naam. Markaz Imam al-Muzani ni taasisi inayojishughulisha na shughuli mbalimbali ikiwemo kuelimisha jamii, kusimamia madrasa, kusomesha vijana katika level za tamhidi, yani asiyejua kusoma kabisa, ibtidai pamoja na mutawasita. Tunakuombeni mchango wenu kwa lengo la kuendeleza shughuli zetu za markaz kama vile chakula cha wanafunzi, upanuzi wa madrasa na kadhalika. Na kwa sasa tunahitaji kununua nyumba ili kupanua madrasa, na kiasi kinachohitajika ni shilingi milioni 60 za Kitanzania. Karibuni, changia kwa namba Airtel Money 0689546152, M-Pesa 0752809553. Pia changia kupitia Amana Bank kwa namba 00104869200001. Jina lisomeke Imamul Muzani Foundation. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Sheikh Abdurrauf Al-Munawi kwa namba 0628993212 au 0688745131. Karibuni tuifanyie ziara Markaz Imam al-Muzani. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
إلى حل المعازف والغنى الشيطاني ورأيت منهم فاسقا يدعو إلى رقص على الأوتار والعيدان. Maana halisi ya afya ni mtaji, ni pale unapotambua hali na mwenendo wa afya yako. Tumetoa ofa ya full blood check kwa gharama ya shilingi 30,000 tu. Tunafanya vipimo vya afya mwili mzima ikijumuisha utambuzi wa magonjwa yote. Utapatiwa ushauri bure kutoka kwa daktari bingwa na utapata tiba sahihi kutokomeza tatizo na chanzo chake. Jikinge isikurudie tena. Tupigie kwa simu namba 0756694826 au 0684450503. Tunapatikana Ilala, Dar es Salaam, na wewe uliye mkoani tutafute pia, kuna vituo vyetu. Waja Afya Clinic, afya yako amani yetu. Naam, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Naam, amma ba'd. Naam, ndugu yangu, kama unakuendelea kwanza au unaendelea na swali linalofuata? Hapa niende kwenye point inayofuata ambayo itakuwa point yetu ya mwisho kabisa ndio katika siku yetu hii leo. Naam. Na point inasema, naam Sheikh, ni hatua gani wananchi au waumini wazichukue? Yani hapo ulizungumzia, lakini tulizungumzia katika ile upana. Wazichukue katika kuhifadhi amani na kuiendeleza amani ambayo ima wanayo au ima wanaitafuta. Ni hatua gani wazichukue katika kutafuta amani hiyo na kuiendeleza amani ambayo wako nayo? Naam. Ni kama nilivyosema mwanzo kwamba wananchi wasidanganywe. Wananchi wasidanganywe. Naona hatua za kufanya ni yale ambayo tumeyataja, kwamba waziendeleze zile sababu ambazo kupitia sababu hizo amani inahifadhiwa, na kila jambo ambalo linaweza kuvunja amani wajiweke mbali nayo. Kila jambo ambalo wanajua kwamba hili sasa, basi wajiweke mbali nayo. Hilo ndio jambo ambalo nahusia wananchi. Sawa. Hasa wananchi wa Tanzania ambao ni nchi ambao mimi naishi mwenyewe, au ambao sisi tunaishi. Ndio. Naona hapa. Kwa sababu ni mambo ambayo tunajua sisi, tukasema kwa Tanzania kisiwa cha amani, tukadhania kwamba tukileta sababu za uvunjifu wa amani kwamba itabaki. Haiwezekani kabisa. Leo hii kwa mfano, yani kuna masala haya ya kutii mamlaka ambayo tunazungumza mara kwa mara. Kutii mamlaka ndio mambo ambayo lipo. Yani hakuna sehemu ambao watu hawatii mamlaka wakawa wamesalimika. Ndio. Yani historia inatuambia hivyo. Yani mifano ni mingi. Sehemu yoyote, hata adui wa nje, ili aweze kuiteka nchi yenu. Yani zamani maadui walipokuwa wakienda kuteka nchi, walikuwa wakiangalia katika vitu viwili. Wakiangalia jeshi, wakiangalia wananchi mafungamano yao na utawala. Jeshi walikuwa linitazama katika swala kwamba hilo jeshi udhaifu wake uko wapi na nguvu yake iko wapi. Walikuwa wanaanzia hapo ili waweze kujiandaa. Wanajiandaa vipi? Wakishajua hilo, wanaangalia ni nini mafungamano ya wananchi na utawala wao, ni utiifu au sio utiifu. Ikiwa sio utiifu, basi wanakuwa wamepata ni njia rahisi ya kuweza kuiteka nchi yao na kuwafanya wale watu wananchi kuwa ni wanyonge na kuwa ni madhalili, na wao wakiingia sasa wanakuwa ndio watawala. Ndivyo ilivyokuwa hivyo. Sasa wananchi wanapokuwa na utiifu katika tawala zao na wakawa na mafungamano mazuri na vyombo vya usalama, la shaka nchi itabaki ni salama. Hata wale maadui wa nje hawana uwezo huo kabisa. Na ndio maana mashaka wangu mimi alisema hilo. Alisema hilo na Allah subhanahu wa ta'ala yani anashuhudia hilo kwamba linatoka ndani ya moyo. Ndio. Na hilo ndio wajibu, miongoni mwa mambo ambayo ni wajibu kuyafanya sisi wananchi wote, ni kuwaombea dua watawala na kuwaombea dua vyombo vya usalama.
hivi vyombo vya usalama lazima tuviombee dua. Ndio. Sheikh wangu tuko tunafanya interview hapa sisi. Hatuna wasiwasi. Tuna wasiwasi. Au mnasemaje? Ndio. Alhamdulillah. Baadaye tutakula chakula. Na baadaye tutatembea tunapotaka. Na baadaye tutakaa sehemu tutakunywa kahawa. Na baadaye tutalala. Tutaamka asubuhi tena kusali salatul fajr. Kwa raha zetu. Ndio. Salatul fajr itaswaliwa. Imamu asome sura ndefu, asome sura fupi, safi. Tutafanya adhkari za asubuhi. Wanaokwenda kazini wataenda kazini. Sisi walimu wa madrasa tutaenda madrasa. Tumeelewana vizuri hapo? Ndio. Kila mmoja ataenda kufanya kwenye ile mihangaiko yake, Shughuli zake zote. Maskari wanalala. Hapana. Maskari hawalali. Halali kabisa. Na kama wanalala kwa shift. Kwa zamu. Wewe lala, Weka. naona weka. Kuna wale ambao kwenye makompyuta Ndio. wanasikiza zile habari. Sehemu gani ambayo inahitajika msaada. Na ni maskari kwa aina zao zote. Tunazozijua na sisizojua. Ukija kwa wale wa uhamiaji wanalinda wahamiaji haramu. Ni maana ngapi kwa mfano kuna vitendo vya mauaji sawa ambavyo vilikuwa vinatokea kwa mfano kule Kigoma na Bugoba. Sidio? Huko mpakani kule Kibondo huko wapi? Sawa, huko nani Biharamulo, Ngara huko. Baada ya maskari, baada ya serikali yetu kutuma majeshi na vyombo vya usalama vikaenda vikakesha kule mwituni. Wakakamata, tulikuta kwamba si wa Tanzania. Walikuwa ni watu wanatoka, ni maharamia wanatoka nchi za watu wanakuja kuchukua riziki huko. Sisi tunasafiri na mabasi tunaenda kwenye kuangalia mama zetu wanatuteka. Tunadhani kama ni wa Tanzania kumbe si wa Tanzania. Nikaa kwenye basi moja kumbe wao. Nikaa kwenye basi. Mnafika pale mnakuta kwenye njia wametandaza wameweka yale miti nini mawe basi inashindwa kupanda wanatuzuia pale. Wanachukua pesa zetu, simu zetu na kadha na kadha. Maskari baada ya kuligundua hilo wakawa wanakesha huko. Wanaanzia mipakani. Na mpaka sasa hivi unakuta tunasafiri tunakutana na beria mbalimbali wapo pale. Wakifika pale fungua vioo vya gari yako, wanakukagua, wanaangalia kuna nini, wanakutazama, ile kitambulisho. Ni kazi zao. Hawalali. Na mimi shekhe nikiwa naenda Bukoba. Nikienda kumsalimia mama Allah muhifadhi na awahifadhi wazazi wetu wote. Naona waliokuwa hai na wale waliokuwa tangulia Allah warehemu. Na awaondolie adhabu za kaburini na wapandishe katika daraja ya peponi wao pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika al-firdaus al-a'la min al-janna. Amin. Sheikh tulikuwa tunaenda kuna kile kipindi cha baridi kali. Baridi ni kali. Sheikh unakutana na askari ni saa 8 usiku. Ile baridi imefanyaje? Imepiga kweli kweli. Imepiga kweli kweli ile baridi. Lakini mwamba yuko pale analinda. Hatoki pale. Shenipata hapo. Haya, matrafiki wanaenda na skuti hapo yuko polini labda au yuko wapi yuko nje. Ni polini shehe. Ni polini. Yale maeneo ya Biharamulo ule mlima wa Simba na mlima si wa nini? Ule Kasindaga. Pale ni polini shehe. Kabisa. Naona pale ukipita unaona yale manani yale manyani, mangedere. Ndio unaona hayo. Unapiga pale unakuta maskari wamekaa pale wako mshika mitutu yao. Wanalinda usalama wako. Ukiwa unasafiri, wanalinda usalama wako wakati umelala. Madifendi anazunguka. Wallahi wale inabidi tuombe dua. Inabidi tuombe dua na sisi tunawapa moyo kwamba kuna kauli za baadhi ya wanaharakati ambao wataambia nyie mnapata mshahara kidogo, nyie mnapata si nini, si kata na kata, wanaambia maneno ambayo hayapendezi. Wapo baadhi ya wanaharakati mimi nimewasikiliza. Anaambia si mkistafu si kata na kata, maneno ambayo ni ya hovyo. Wao wasife moyo. Wasife moyo. Wanapata ujira mkubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wawe na nia. Maadamu wana nia iliyokuwa njema. Nia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba wao wanalinda wananchi na mali zao. Na nia naona kwamba wao wanapata mshahara. Lakini hizi nia zote mbili kwani zinakataana? Hazikataani. Napata mshahara lakini pia na walinda watu naona na mali zao.
kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hazikatani Sheikh, hazikatani. Naona hapo wao hata kama wangefanya biashara, kwa maana mtu mmoja katika maaskari anaweza akafa moyo akasema ningefanya biashara labda ningekuwa tajiri kama fulani na fulani. Kwani wafanya biashara wote ni matajiri? Ndio. Si matajiri ni kama sisi maustadhi tunavyoambiwa. Kabisa. Tunaambiwa kama wewe ustadhi si na nini, nyema ustadhi mnaomba. Kwani na sisi tunauliza kwani wale ambao wanaomba wote ni maustadhi? Hapana. Si kweli, mimi ni ustadhi. Naona hapo hata kama tujalie naomba, lakini si kweli kama ustadhi wote wanaomba. Si kweli. Naona hapo ni majukumu ya waumini kuwahudumia maustadhi. Hiyo ndio jambo la wajibu, hatulizungumzii hilo. Naona hapo na vile vile maskari tuombe dua Allah subhanahu wa ta'ala wape nguvu na wasife moyo, na sisi tunasema tunaombea dua. Yani huko waliko maskari wa aina zao zote, wanajeshi maskari ambao tunawaona, maana vio vyao sasa yani manani yao watu ya wengine hatuyafahamu yani kwa aina zao zote, magereza na kadha zimamoto wote, sisi tunaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala awape nguvu na awaondolee mabalaa na shari katika familia zao na katika nafsi zao, na awahifadhi na waongoze na wape maono yaliyokuwa mema, waendelee kuchapa kazi na kutulinda sisi na mali zetu. Allahumma amin. Allahumma amin. Naam Sheikh, barakallahu fik. Nadhani huo unakuwa ni mwisho kabisa kipindi chetu hiki cha Ifadatul Qarib wal Ba'id. Msini kwamba hizi nasaha pamoja kwamba tunazungumza labda na wananchi wote kwa ujumla, mtu asipuzie na saa hizi, kwa sababu ujue wanasema kwamba neema huwezi kujua mpaka itakapoondoka. Mtu naamka zako unaenda kazini kwa raha zako unarudi, hii ni amani. Hata kama unapata ugumu kwenye riziki zako tafuta hii amani ipo kabisa. Na nchi ambazo kasoma nao wale watu wako kule lakini sasa hivi walikuwa wakitamani zile amani ambazo walikuwa nazo, hawakujua umuhimu wake mpaka zikaondoka. Sasa kabisa wakatamani wangezipata kama zile. Kwa sisi tusisubiri na sisi tukafikia huko. Kikubwa hichi kitu ambacho utakiona ni sababu ya wewe kukupa amani na kulinda amani ya nchi yako, basi kishikilie vizuri na ukitunze kwa kama thamani, kwa sababu tunaona nchi ambazo mpaka sasa hivi zinataabika, zinapata taabu. Unaona watu wamekaa ndani na nini, washangaa mirupuko na nini. Kwa hiyo sisi hatujafikia huko, ni kuomba Allah atulinde na athibitishe amani yetu hii iendelee kudumu, na tusiache aina vichochezi ambavyo vitaweza kuvunja amani yetu hii. Allahumma amin. Tumeshuhudia nini vita ya nani, watu tunaona wakimbizi kweli. Kimbizi tunaona kabisa wakimbizi ambao walikuwa wanakimbilia hapa Tanzania, namna walivyokuwa wanaishi. Mtu amejenga nyumba ya thamani na pigwa bomu moja tu. Baadaye mtu anakuwa mkimbizi, akishakuwa mkimbizi kwa kwenye Turubai. Kwenye Naironi lile. Mtu hapo anakimbia mpaka msituni ambako alikuwa hawezi kulala. Atakimbilia kule ile picha na agope tena wanyama hapo. Acha ile kitu ambacho alikuwa nacho kishaenda kwa sababu vitu vidogo. Cha msingi kwamba Tanzania tuchukue somo kwa baadhi ya nchi ambazo zinapata yule mvurugano baina yao. Wewe angalia Kongo, watu ingia tu YouTube hapo search uvunjifu wa amani Kongo, utakuletea wewe search na yote utakayotaka wewe. Watakuletea Kongo na tuendelee. Hata ukitaka tu Kongo tu hivyo Kongo. Utakapale katika klipu zao utakuletea ambao ni ukigusa tunaona kitu gani. Kwa hiyo ndugu zangu, tuhimizane wenyewe kwa wenyewe. Ukimsikia mtu anatoza analeta maneno ambayo ni farakano, mweke mbali kabisa. Mweke mbali, na ikiwezekana kama ni ndugu yako au unaweza kumnasihi ambayo ni mazuri. Mpe mawaidha au idhiki, na angalie hali ambayo yupo nao sasa, afa avute picha kwamba vita ikitokea wewe bomu likalipukia hapo utaenda kuishi wapi? Sababu wengi wanaangalia maslahi madogo tu. Mtu anaangalia maslahi kama alivyosema Sheikh. Mtu anaangalia kwamba kuna haki fulani tumezikosa, hizi haki lazima tuzipate. Hapana, anasahau kwamba kuna kubwa sasa ambalo limeibeba mpaka hiyo haki ambayo hataki ikosa. Maneno ya Mtume Sheikh atuambia umeona hapo Bukhuzaima. Kwa hiyo kabisa ni kwamba katika maisha sio mbele wote mtalingana jamani. Yaani kuna wengine Allah katuka wajalie wewe utapambana, riziki yako utaipata, kutununua gari. Sasa wewe ndio unataka na wewe kila na ume likigari kwa Allah, wewe lisina ambacho Allah amekujalia riziki nacho. Omba sana dua na Allah hifadhi imani. Amani. Alhamdulillah. Kama Tanzania hapa
kumhimidi sana Allah kwa hii neema ambayo tunayo. Na watu wanatamani nchi za wenzetu hapa wanatamani sana. Ndio maana utakuta wakimbizi ni wengi wanaingia huku. Sababu unajua huku kuna sasa sisi tujitahidi tusiingie katika makundi ya nchi zingine, tukao katika hao na sisi tukaribu amani yetu. Mwisho sisi tukaanza kuidilia na kuitafuta kwa kabisa. Kweli kabisa. Na kabla tujafunga kipindi chetu hiki tuwasikize kwanza wadhamini wetu. Markaz Imam al-Muzani ni taasisi inayojishughulisha na shughuli mbalimbali ikiwemo kuelimisha jamii, kusimamia madrasa, kusomesha vijana katika levo za tamhidi, yani asiyejua kusoma kabisa, ibtidai pamoja na mutawasita. Tunakuombeni mchango wenu kwa lengo la kuendeleza shughuli zetu za markaz kama vile chakula cha wanafunzi, upanuzi wa madrasa na kadhalika. Na kwa sasa tunahitaji kununua nyumba ili kupanua madrasa, na kiasi kinachohitajika ni shilingi milioni 60 za Kitanzania. Karibuni, changia kwa namba Airtel Money 0689546152, M-Pesa 0752809553. Pia changia kupitia Amana Bank kwa namba 00114869200001. Jina lisomeke Imamul Muzani Foundation. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Sheikh Abdurrauf Al-Munawi kwa namba 0628993212 au 0688745131. Karibuni tuifanyie ziara Markaz Imam al-Muzani. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حل المعازف والغنى الشيطاني ورأيت منهم فاسقا يدعو إلى رقص على الأوتار والعيدان. Maana halisi ya afya ni mtaji, ni pale unapotambua hali na mwenendo wa afya yako. Tumetoa ofa ya full body check kwa gharama ya shilingi 30,000 tu. Tunafanya vipimo vya afya mwili mzima ikijumuisha utambuzi wa magonjwa yote. Utapatiwa ushauri bure kutoka kwa daktari bingwa na utapata tiba sahihi kutokomeza tatizo na chanzo chake. Jikinge isikurudie tena. Tupigie kwa simu namba 0756694826 au 0684450503. Tunapatikana Ilala, Dar es Salaam, na wewe uliye mkoani tutafute pia, kuna vituo vyetu. Waja Afya Clinic, afya yako amani yetu. Maana halisi ya afya ni mtaji, ni pale unapotambua hali na mwenendo wa afya yako. Tumetoa ofa ya full body check kwa gharama ya shilingi 30,000 tu. Tunafanya vipimo vya afya mwili mzima ikijumuisha utambuzi wa magonjwa yote. Utapatiwa ushauri bure kutoka kwa daktari bingwa na utapata tiba sahihi kutokomeza tatizo na chanzo chake. Jikinge isikurudie tena. Tupigie kwa simu namba 0756694826 au 0684450503. Tunapatikana Ilala, Dar es Salaam, na wewe uliye mkoani tutafute pia, kuna vituo vyetu. Waja Afya Clinic, afya yako amani yetu. Na mna huu ndo unakuwa ni mwisho wa kipindi chetu hiki, na mshekhe tunakushukuru sana na Allah kuhifadhi. Na pia tunasema kwamba mwanzo wa kipindi hiki mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Na mshekhe tunakushukuru sana. Inshallah tutaendelea kukufuata na kukuuliza maswala ambayo inakuwa ni faida kwa jamii kiujumla. Kwa wewe ambaye ni mara kwa kwanza katika channel yetu hii, tunakusihi kwamba usubscribe, ambapo inakuwa ni faida kwako kwamba kila taarifa ambayo tutaitoa itakuwa ni vyepesi kuipata. Ukiacha tu data pale, taarifa inakuja pale, kitu ambacho kitakuwa kinaendelea. Kwamba kipindi hiki kinaitwa Ifadatul Qarib wal Ba'id, yani kumpa faida mtu ambaye yupo karibu na aliyeko mbali, faida zote tunazipata. Na niko makina moja ulikuwa na mimi hapa Abu Khuzaima Shafi ibn Said, na maiki namba 2 ulikuwa na mwenzangu hapa Abdurrahman Talha, lakini tuna maiki namba 3 ulikuwa na shekhe wetu Allah mhifadhi Qadir na Al-Munawi, Allah mhifadhi. Naam, tunashukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi. Tunawasihi kwamba tulinde amani ya nchi yetu
tulinde amani ya nchi yetu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu. Maana halisi ya afya ni mtaji, ni pale unapotambua hali na mwenendo wa afya yako. Tumetoa ofa ya full blood check kwa gharama ya shilingi 30,000 tu. Tunafanya vipimo vya afya mwili mzima ikijumuisha utambuzi wa magonjwa yote. Utapatiwa ushauri bure kutoka kwa daktari bingwa na utapata tiba sahihi kutokomeza tatizo na chanzo chake. Jikinge isikurudie tena. Tupigie kwa simu namba 0756694826 au 0684450503. Tunapatikana Ilala, Dar es Salaam, na wewe uliye mkoani tutafute pia, kuna vituo vyetu. Waja Afya Clinic, afya yako amani yetu. Markaz Imam al-Muzani ni taasisi inayojishughulisha na shughuli mbalimbali ikiwemo kuelimisha jamii, kusimamia madrasa, kusomesha vijana katika levo za tamhidi, yani asiyejua kusoma kabisa, ibtidai pamoja na mutawasita. Tunakuombeni mchango wenu kwa lengo la kuendeleza shughuli zetu za markaz kama vile chakula cha wanafunzi, upanuzi wa madrasa na kadhalika. Na kwa sasa tunahitaji kununua nyumba ili kupanua madrasa, na kiasi kinachohitajika ni shilingi milioni 60 za Kitanzania. Karibuni, changia kwa namba Airtel Money 0689546152, M-Pesa 0752809553. Pia changia kupitia Amana Bank kwa namba 00114869200001. Jina lisomeke Imam al-Muzani Foundation. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Sheikh Abdurrauf Al-Munawi kwa namba 0628993212 au 0688745131. Karibuni tuifanyie ziara Markaz Imam al-Muzani. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حل المعازف والغنى الشيطاني ورأيت منهم فاسقا يدعو إلى رقص على الأوتار والعيدان.